Habari, mimi ni Robin Rachel kutoka Robin Media. Moja ya swali ambalo nimekutana nalo WhatsApp ni swala la kwa nini viongozi wa Afrika wanaogopa sana maandamano, yani hawataki kuwaruhusu wananchi waandamane. Nikasema ngoja niongelee hili swala watu wengi waelewe. Sisi nchi za Afrika tulitawaliwa, na tulipopata uhuru viongozi wetu wa kwanza hawakutaka tuwe katika system ambayo wale wakoloni wetu walitaka tuwe. Kwa hiyo tuliingia katika mifumo mingine ya utawala. Hasa wengi wetu tuliingia katika mifumo ya kijamaa, kitu ambacho kiliwakasirisha wakoloni wetu, ambao kipindi hicho walikuwa na rafiki mkubwa na mpaka sasa hivi ni rafiki yao, ambaye ni Marekani, rafiki mwenye uchumi namba 1 duniani. Kwa hiyo sasa, baada ya hapo, hawa viongozi kutoka katika nchi za wazungu wakawa wana kazi ya kuhakikisha kwamba wanawaondoa viongozi wetu walioingia katika mifumo mipya ya kiutawala na kuwachomeka viongozi wapya ambao wataendana na mifumo ambayo wao wanaitaka sisi tuwe nayo, ambayo ni mifumo ambayo inatengeneza wao kupata zaidi malighafi zetu kuliko sisi tutakavyofaidi. Ndio maana leo wao ndio wanafaidi zaidi malighafi za Afrika kuliko sisi wa Afrika wenyewe. Sasa kutokana na hilo walifanya mbinu nyingi za kuondoa viongozi wetu, mojawapo ikiwa ni mbinu ya maandamano, kufadhili maandamano. Umenielewa? Lakini sitaki kuongelea ya zamani, ngoja niongelee ya juzi. Mwaka 2011 tulishuhudia maandamano makubwa yametokea pale Libya. Maandamano yaliyozua vita ya wenyewe kwa wenyewe, na maandamano yaliyozua nguvu kubwa kuingia na kuanza kuwapiga Libya, kuipiga serikali ya Libya, na hatimaye kiongozi wa Libya aliondoka madarakani, Gaddafi. Na leo Libya imegeuka kuwa jangwa, umeona, lenye kuhifadhi magaidi. Sasa Gaddafi, kwa hiyo tunaona hapo alitolewa kwa ajili ya maandamano. Mambo kama haya yalishatokea huko nyuma kwa kina Kwame Nkrumah, umeona, lakini tunamwona hapa Gaddafi huyu ni wajuzi. Aliwanyima wazungu maliasili za Libya, akaanza kuwanufaisha wa Libya wenyewe na mafuta yao. Hichi kitu kiliwakasirisha wazungu, wakafadhili maandamano ambayo yakamtoa Gaddafi. Syria ikawa ni hivyo hivyo, umeona, na kuna ushahidi ambayo kuna tuhuma zinasema kuna ushahidi umepatikana ulioonyesha kwamba wazungu walienda wakafadhili yale maandamano kuanzia hata kabla hayajaanza. Walikuwa wanaongea na viongozi mbalimbali ambao walikuwa wanampinga Gaddafi. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo mambo yalivyo. Kwa hiyo kutokana na hizi historia, ndio maana viongozi wa Afrika mara nyingi hawapendi maandamano, kwa sababu wanajua wazungu huwa wanaingia na kuchochea yale maandamano na kuyafadhili kupitia vyombo vya habari, NGOs, kulaghai saikolojia za wananchi ili waweze wanachokitaka katika nchi husika. Kwa hiyo hiki ndio kikubwa kinachofanya waogope maandamano. Kulaghai saikolojia za wananchi wafanye kile utakachokitaka kwa maslahi yako ni kitu rahisi sana. Hasa kama wewe unaongoza nchi kubwa yenye uchumi mkubwa, inakuwa ni rahisi sana. Kwa hiyo hawa viongozi wa nchi nyingi kubwa wanachokifanya ni kwamba wanalaghai tu saikolojia za wananchi wa Afrika. Wale watu wana taasisi kubwa sana za fedha ambazo ndo zinasimamia dunia, na hizo taasisi nchi zetu nyingi zimekopa, na hazikukopa kwa kupenda, bali kwa sababu nchi zetu zilipata uhuru zikiwa na mizigo ya madeni, mizigo ya malipo, kuwalipa watu kama wastaafu na nini. Kwa hiyo hazikuweza kujiendesha. Walihakikisha wanazipa nchi zetu uhuru kwa namna ambayo hazitaweza kujiendesha bila wao. Kwa hiyo nchi zetu zikaishia kuwakopa wao. Kwa hiyo sasa kupitia zile taasisi hawa watu na kupitia madeni ambao tunayo kwao, hawa watu wana uwezo wa kukubania uchumi watakavyo, na wana uwezo wa kuwaachia uchumi uende watakavyo wao. Kwa hiyo endapo wataona kwamba kuna kiongozi aendani nao, ni rahisi wao kumbania uchumi kule juu. Alafu vyombo vyao vya habari ndio vikubwa vinatawala dunia, vyombo vyao vya habari, kwa sababu hao watu walikuwa na makoloni duniani kote, kila bara. Wao walisambaza na vyombo vyao vya habari. Kwa hiyo watatumia vyombo vyao vya habari kuwaambia wananchi wenu kwamba kiongozi wenu hafai, kwamba serikali yenu inawafanya muwe maskini. Yaani watatumia propaganda katika vyombo vya habari mpaka wananchi wote wataanza kuandamana na kumkataa kiongozi ili wao waingie. Alafu wao wakuja kuingia kusema kwamba wanawasaidieni, kwa sababu katika siasa ukitaka kucontrol watu unawatengenezea adui. Alafu kisha watengenezea adui, unakuja unasimama kuwa kama wewe ndio mkombozi, kwamba unaweza kuwakomboa kutoka katika yule adui. Hivi ndivyo wanavyofanyaga katika siasa.
Kwa hiyo hivi ndivyo hawa viongozi kutoka katika nchi kubwa wanavyofanya. Kwa hiyo mwisho wa siku, baada ya hapo, wakishaharibu ule uchumi na vyombo vya habari na NGOs zao kuhakikisha kwamba wanatengeneza saikolojia za wananchi wawachoke viongozi wao, wanachokifanya baada ya hapo ni kufadhili maandamano. Maandamano huwa yanafadhiliwa, ni moja ya njia yao ya kumuondoa kiongozi wasiyemtaka. Kwa hiyo wanafadhili maandamano. Wakishafadhili maandamano, yakisha kuwa makubwa, wanaanza kuchochea sasa, kuzidi kuyaandika katika vyombo vyao vya habari. Umeona? Kwa hiyo watahakikisha sasa, wakihisi kiongozi nguvu sana, wanaingia kijeshi kumtoa. Lakini kama kiongozi hana nguvu sana, basi wanaweza wakampindua bila wao kuhusika. Umeona? Mkashangaa tu kiongozi kapinduliwa, anaingia kibaraka wao sasa, wakamfadhili tu kibaraka wao apindue ile serikali. Hivi ndivyo mambo yanavyokuwa. Akiingia kibaraka wao sasa, ujue anaenda kuwanufaisha wao na sio nyie. Kwa hiyo mara nyingi katika hizi nchi kubwa, kwao ni furaha sana nchi za Afrika zikiwa na kiongozi ambaye atakuwa sio mzalendo, kwa sababu Afrika ikiwa na kiongozi mzalendo, wao hawatamtaka kwa sababu atawanufaisha wananchi. Kiongozi atakayenufaisha wananchi wa Afrika, maana yake ni kwamba atawanyima wao wazungu ulaji, maana yake ni kwamba atabania maliasili za Afrika. Kwa hiyo hivi ndivyo mambo yanavyoenda, na ndio maana viongozi wa Afrika kwa kuona hii mifano yote iliyotokea kuanzia zamani, ndio maana wanaogopa sana maandamano. Lakini ingekuwa ni maandamano ambayo hayaingiliwi au hayaingiliwi kisiasa, wasingekuwa wanaogopa. Lakini hata ingekuwa wewe ungeogopa maandamano kama unajua kabisa maandamano unakwenda kuharibiwa cheo changu au unakwenda kutolewa madarakani labda na kuuliwa kama alivyouliwa Gaddafi, umeona, lazima utayaogopa hayo maandamano. Kwa hiyo haya ndio mambo yalivyo, na wakiingiza kibaraka, basi mjue nyie mtaishi kwenye dhiki, japo waliwaahidi kwamba tumekuja kuwakomboa. Nadhani mnaona Libya waliambiwa kwamba tunawaleteni demokrasia. Umeona kwamba Gaddafi anawanyima demokrasia, tunawaletea. Walibya sasa hivi wanajuta, wanamkumbuka Gaddafi. Iraq kwenyewe pia wanajuta sasa hivi, wanamkumbuka Saddam Hussein, kwa sababu Saddam Hussein ndio kiongozi pekee aliyewahi kuwaletea wa Iraq maendeleo makubwa sana. Ndio kiongozi aliyebania mafuta ya Iraq ili yawanufaishe wa Iraq wenyewe. Alifanya mambo makubwa sana yule, mpaka alipewa tuzo Umoja wa Mataifa. Umeona? Lakini yale makubwa yake hayaandikwi kwenye vyombo vyao vya habari. Umeona? Walikuja wakamtoa, na sasa hivi pale Iraq makampuni yamejaa ya wazungu ndio yanachota mafuta pale Iraq. Kwa hiyo kuna michezo mingi ya kisiasa nyuma ya pazia huwa inachezeka. Ndio maana viongozi wengi wa nchi ndogo ndogo hizi huwa wanayaogopa sana maandamano. Kuongoza nchi za Afrika ni kazi sana, ni kazi kubwa sana, kwa sababu unaongoza nchi ambazo wewe huna uhuru 100% wa kuziongoza. Umeona? Nchi za Afrika nyingi wanaoziongoza ni wazungu kule juu. Kwa hiyo viongozi wetu hawanaga uhuru 100% wa kuongoza nchi zetu. Wanawapangia mambo mengi sana ambayo sasa ndo kama wasingepangiwa hayo mambo tungepata faida wananchi ya moja kwa moja, lakini wao wanawapangia. Alafu mambo yakiharibika, vyombo vyao vya habari vinawaambia ni wananchi, viongozi wenu ndio ambao wamefanya mambo yaharibike. Umenielewa? Mfano, niona kuna mwananchi anasema kwamba, nafikiri wa nchi nyingine jirani, anasema kwamba alihangaika sana, aliuza maandazi, aliuza sijui hiki kwa sababu amesoma, lakini serikali yake haikuweza kumpatia ajira. Nikasema kwamba ina maana huyu hajui mfumo unapokwenda duniani. Ni kwamba msitegemee serikali zenu za Afrika zikaweza kuwapatieni ajira kama mnavyotaka kwa kiasi kikubwa, kwa sababu serikali za Afrika zilazimishwa kuingia katika mfumo wa kibepari, na mfumo wa kibepari unainyima serikali nguvu ya kuweza kujiingiza zaidi katika masuala ya wananchi. Kwa hiyo serikali inanyimwa nguvu ya kumiliki taasisi mbalimbali, inanyimwa nguvu ya kumiliki makampuni mbalimbali. Maana yake ni kwamba hamtaweza kupata ajira kwa sababu serikali itaajiri watendaji tu wa serikalini, lakini swala la ajira linawekwa mikononi mwa makampuni binafsi, ya watu binafsi. Ndio maana watu kupata ajira wengi inakuwa ni ngumu. Endapo kiongozi wa Afrika akitaka kujitoa katika huo mfumo, basi wazungu watapindua au watauliwa, kwa sababu wataonekana anataka kuingia katika mfumo wa ujamaa wa kunufaisha watu wa hali ya chini, wakati system ya mzungu inataka mwenye nacho ndo aongezewe, yani mfanyabiashara mkubwa ndo anufaishwe. Ndio maana wafanyabiashara wakubwa wanawaondolea kodi au wanawapunguzia, alafu wananchi wa kawaida ndo wanaumizwa katika kodi. Mimi ninaitwa Robin Rachel. Usahau kusubscribe hapo chini, na wewe unayetaka kuchangia kazi yetu, namba yetu ni 0745 86 11 07.